Ni katika jina la Yesu Kristo Baba tunaomba, amen. Nimesimama mbele yenu kuweza kuleta ujumbe wa Bwana, na ujumbe wetu, somo linasema Mungu huwabariki na kuwalinda wenye haki. Mungu huwabariki na kuwalinda wenye haki. Unaweza ukajiuliza mwenye haki ni nani? Kwa ujumla, mwenye haki pasipo kutizama dini, rangi wala kabila, mwenye haki ni mtu yeyote ambaye amedhamiria moyoni mwake kumcha Mungu aliye hai kwa moyo wake wote na kutenda mema yaliyo haki mbele za wengine. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapaswa kutenda haki ili tuweze kuzirithi baraka za Bwana alizoziachilia kwa mababu zetu, uzao wa Ibrahimu, maana sisi ni warithi wa baraka za Bwana kutoka kwa Ibrahimu baba yetu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusome kitabu chetu cha Isaya sura ile ya 61 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 9. Isaya 61 mstari wa 8 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli. Nitaagana nao agano la milele, na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu wote. Wawaonao watafikiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Basi tumeona namna ambavyo Nabii Isaya anatueleza namna gani mwenye haki anavyopewa ahadi na Bwana ya kubarikiwa na kuinuliwa na ulinzi. Kwa hiyo tunapaswa, wapenzi, tuwe wenye haki, tunapaswa tubadilike. Ni kweli tumeokoka, lakini je, wokovu wetu tunaishi kwa kuifuata haki ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliionyesha msalabani? Tunapaswa tutizame mienendo yetu na tuchukue hatua ya imani ya kubadilisha maisha yetu na kuishi maisha ya haki, maisha ambayo yanampendeza Mungu na ambayo ni agizo ambalo lilitoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu asifiwe sana. Basi ukiwa mwenye haki ni lazima utabarikiwa, wewe na kizazi chako. Haijalishi watainuka maadui, watainuka watesi, watainuka wachawi, hawatakuweza, kwa sababu unayo baraka na neema ya kipekee ambayo ni ahadi ya Bwana kwa wenye haki wake. Bwana wetu asifiwe sana. Tukisoma neno la Bwana tena kutoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 37 mstari ule wa 28. Zaburi 37 mstari ule wa 28. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa Bwana hupenda haki, wala hawaachi watauwa wake, wao hulindwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa hapo? Basi tunaona namna ambavyo Zaburi 37:28 tunaambiwa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anapenda haki, wala na kamwe hawezi kuwaacha wale walio wa haki, wale wenye haki. Haijalishi umezungukwa na maadui kiasi gani, haijalishi unapitia vikwazo, unapitia majaribu ya namna gani. Nataka nikwambie, nataka nikuhakikishie, ukiwa mwenye haki uwe na uhakika kwamba unao ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mwenye haki unayo neema ya pekee ambayo ndiyo inayokubeba katika maisha yako ya kila siku, kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hupaswi kuwa na woga, hupaswi kuwa na wasiwasi wa aina yeyote ile. Yatainuka majaribu, ni kawaida ya wanadamu kujaribiwa,
yatainuka vikwazo vya kila namna, lakini uwe na uhakika. Ukiwa mwenye haki, uwe na uhakika chochote ambacho kitainuliwa na adui hakitasimama mbele yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ukiwa mwenye haki, jua kwamba wachawi hawatakuweza, waganga hawatakuweza, mapepo hayatakuweza, majini hayatakuweza, magonjwa hayatakuweza, laana hazitasimama kwako na kizazi chako. Bwana wetu asifiwe sana. Hivyo tunapaswa kuwa wenye haki, tuwe watenda haki. Yawezekana wewe ni mfanyabiashara na umeokoka, lakini pengine umechezea mzani wako ili kuweza kudhulumu watu ili upate faida kabisa zaidi. Uwe na uhakika kwamba biashara yako haitainuka kama unatenda namna hiyo. Yawezekana wewe ni askari ama ni hakimu, lakini unachukua rushwa ili kudhulumu haki ya wengine wasionacho. Uwe na uhakika kwenye kazi yako hautabarikiwa wala hautainuliwa, maana ni ahadi ya Bwana aliyoitoa kwamba hupenda haki na anawapenda watu wenye haki. Bwana wetu asifiwe sana. Basi tunachopaswa kufanya wapenzi ni kubadilika, kuamua kubadilika na kuamua kuchukua hatua ya imani, kuishi maisha ya haki. Yawezekana pengine wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini unatoa upendeleo kwa watu ambao unawaona wana msaada kwako, wale wanyonge, wajane, wagonjwa, hauwasaidii lolote na uwatendei haki sawasawa na huduma ambayo umepewa. Unapaswa utende haki kwa watu wote pasipo kuchagua dini, rangi wala kabila, maana Mungu amesema na ametoa ahadi, ni ahadi yake mwenyewe kwamba anawapenda walio haki. Yawezekana utaomba sana, utafunga sana na hutajua siri ya mafanikio katika maisha yako yamefungwa kwenye haki. Kama utakuwa mtu wa haki, utainuliwa. Yawezekana utafanya mifungo, utaimba sana tenzi, utafanya ibada sana, hutakosa vipindi, lakini ukirudi nyumbani hauishi maisha ya haki. Jua, uwe na uhakika kwamba hautabarikiwa kamwe, na utatafuta mchawi lakini hautamuona. Mchawi ni wewe mwenyewe kwa kutotenda haki. Bwana wetu asifiwe sana. Basi turudi kwenye maandiko kutoka kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 7. Wathesalonike wa pili mstari wa kwanza sura ile ya 6 mpaka ya 7. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Basi tunaona kwenye neno hili Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, kumbe ukiwa mwenye haki, wale ambao wanapanga kukuletea mateso wajue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anaenda kuwashushia mateso wao. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanapanga maovu juu yako wajue kwamba wanapanga maovu juu ya Yesu Kristo, na Bwana wetu Yesu Kristo aliyejimejali wa vita anakwenda kushughulika nao, na wewe utabaki salama. Hakuna uchawi wala uganga, hakuna ushirikina wa aina yoyote ule ambayo utakugusa, kwa kuwa wewe ni mwenye haki, na Mungu ametoa ahadi ya kuwapenda na kuwalinda walio haki. Katika jina la Yesu, wao wanalindwa katika yeye ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. Bwana wetu asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe sana. Basi tusome tena Zaburi sura ile ya 72 mstari ule wa 7. Zaburi 72 mstari ule wa 7. Bwana wetu asifiwe. Neno linasema, siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma. Tunaona tena kumbe ahadi nyingine ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anaitoa kwetu kwa walio haki. Tunapewa ahadi ya kwamba tutakuwa na amani kwenye maisha yetu. Tutakuwa na amani ya Yesu Kristo tutakapokuwa watu wenye haki. Tutakapokuwa watu wa kutenda haki, tutakuwa na amani ya rohoni na mwilini. Hivyo tunapaswa kutenda haki. Kama tumeamua kuifuata njia ya wokovu na kuyaishi maisha ya wokovu yanayompendeza Mungu,
basi hatuna budi kujivika haki viunoni mwetu. Hatuna budi kutenda matendo yaliyo haki kwa wengine, pasipo kuchagua wala kubagua. Wengine atasema mimi sichangamani, siwezi kuwa na urafiki na mtu ambaye hajaokoka. Si kweli. Wewe ndio unapaswa kutengeneza marafiki, hata watu ambao wameokoka, ili kuwahubiria injili ya Kristo, waweze kuokoka, waweze kumkiri Kristo akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Basi tukiwa wenye haki lazima tustawi. Tumepewa ahadi, tutastawi kiuchumi, tutastawi kiroho, tutastawi kiafya, tutastawi kwenye kila nyanja ya maisha yetu. Hivyo basi asubuhi ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anatafuta mtu mmoja mwenye haki ili aende kumbariki na aende kumwinua. Usikubali kupitwa na mkono wa Bwana asubuhi ya leo. Tubadilishe maisha yetu, tukawatende haki kwa watu. Tukabadilike maisha yetu, tukawe watu wenye haki. Kwenye sehemu zetu za kazi tukawe watu wenye haki. Kwenye huduma zetu za kiroho tukawe watu wenye haki. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi asubuhi ya leo, kama wewe ni mwenye haki, jua kwamba unayo hakika na uwe na uhakika ya kwamba hautabaki hivyo ulivyo. Hautabaki hivyo ulivyo, kwa sababu ni ahadi ya Bwana. Yamkini huko nyuma uliwahi kutenda matendo yasiyo haki. Yamkini huko nyuma uliwahi kushiriki matendo yasiyo haki. Ni wakati ambao Yesu Kristo anakualika uweze kubadilika, uweze kuvua vazi la zamani na kuvikwa vazi jipya la haki. Bwana wetu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Basi asubuhi ya leo, kama utabadilika na utaamua kuwa mtu mwenye haki, jua kwamba utakwenda kustawi. Familia yako itastawi, watoto wako watastawi, biashara yako itastawi, ndoa yako itastawi, afya yako itastawi. Wako watu wengi hivi leo wanateseka, hawajui huko nyuma ni nini walichokitenda. Yawezekana pengine sio wao, pengine ni wazazi wao, pengine ni babu zao na bibi zao. Hawakutenda haki huko nyuma, wakadhulumu haki za watu, wakaonea watu kutokana na pengine na madaraka waliokuwa wamepewa, kutokana na nafasi walizokuwa nazo. Pengine yawezekana walikuwa mabosi maofisini, wakawatesa wafanyakazi wao, wakadhulumu haki za watoto wa Mungu. Na hii leo familia zao zinateseka, pengine zinateseka kwa vifungo, zinateseka kwa umasikini, zinateseka kwa magonjwa, zinateseka kwa namna mbalimbali. Leo asubuhi Bwana wetu Yesu Kristo anakualika uchukue hatua ya imani na ukabadilishe maisha yako, ili ukalete tumaini kwenye familia yako na ukavirithi zile ahadi za Bwana za kustawi kuanzia kwenye familia. Vizazi vinne vyako vitakwenda kubarikiwa endapo utabadilika, utakuwa mtu wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi wapenzi, asubuhi ya leo tunaalikwa na Yesu Kristo, na yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anakwenda kushikwa mkono na Bwana, anakwenda kubarikiwa, anakwenda kuinuliwa. Haijalishi wamemwekea kuta, wamemwekea fence, wamemzingira maadui, lakini ipo ahadi ya Bwana kwamba atakwenda kuinuliwa, atakwenda kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukiendelea, tusome kitabu kingine. Tunazo ahadi ambazo wateule wake Yesu alituahidi. Kitabu cha Mithali, tukisoma Mithali 10 mstari ule wa 3, alafu tutaruka tutaenda mstari wa 6. Mithali 10 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, mstari wa 3, Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu kuisukumia mbali. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Weka bodi hapo, ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu kuisukumia mbali. Tunaona ahadi hii. Jaribu tafakari, maana tunaambiwa neno la Bwana ni kweli, na yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Jaribu kuwa mwenye haki uone. Mjaribu Mungu kwa kutenda haki. Amua kuishi maisha ya haki, afu uone kama utabaki hivyo ulivyo. Lazima Bwana atakubariki, lazima Bwana atayabadilisha maisha yako, hautabakia vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe.
Tukisoma mstari ule wa 6 pia, Mithali hiyo hiyo 10, neno linasema baraka humkalia mwenye haki kichwani, bali jeuri hufunika kinywa chake mtu mwovu. Umeona namna ambavyo Mungu anatuhakikishia baraka endapo tutakuwa watu wa haki. Hivyo basi usibaki ukilalamika kwamba umeomba sana, umefunga sana, unahudhuria ibada, lakini kumbuka, pamoja na kuhudhuria ibada, pamoja na kufunga na kuomba kwa sana, tunapaswa kuishi maisha ya haki. Nitakushangaa endapo utaamua kuishi maisha ya haki ukabaki hivyo ulivyo. Atakuwa sio Yesu ambaye tunamwabudu mahali hapa. Amua kwa dhati kubadilika, mjaribu uone namna ambavyo atakwenda kukuinua, maana ni ahadi zake ambazo ametuahidi Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ukiomba, kwa mfano, pengine imetangazwa ajira, wakaomba watu wengi, tena wengine labda pengine wamekuzidi umri, pengine inawezekana wamekuzidi hata elimu, pengine wamekuzidi hata uchumi. Ukiwa mwenye haki, hata kama mmeomba watu maelfu, na kuhakikishia kwamba utakapoenda kwenye hiyo interview lazima Bwana atakuteua, atakushika mkono. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi wapenzi, tunaweza tukajiuliza tunawezaje kuwa wenye haki ili tuweze kudhirisi hizi baraka ambazo Bwana ametuahidi kwenye maisha yetu. Tunachopaswa kufanya ni namna gani tunaweza kufanya ili tuweze kuishi maisha ya haki? Cha kwanza kabisa, lazima uwe umeokoka, maana yake umemkiri Yesu na kumpokea, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Baada ya kuokoka, hiyo haitoshi. Nini tunapaswa kukulia wokovu, kuishi maisha ya wokovu ya kumpendeza Mungu kwa kutenda haki mbele za Mungu na watu wake. Hivyo ili ukawe mtu mwenye haki, yatupaswa tutende haki. Ni kweli tukawe watu wa ibada, tukawe watu wa maombi, tukawe watu wa kukubali kukosolewa, kufundishwa, na vile vile kukubali kutumika katika kalama na huduma ambazo Mungu ametubariki, ametuinulia pasipo kuchoka. Tukiishi maisha ya namna hiyo, basi tutakuwa watu wenye haki mbele za Bwana, na tutakwenda kudhirithi zile baraka ambazo Mungu aliziachilia kwetu kama warithi wa baraka za Ibrahim na Yakobo ambaye ni Israeli. Tunafahamu kwamba kwa hali ya kawaida ya kibinadamu yawezekana shetani akakuwekea mitego ili uweze kuanguka dhambini, lakini unapogundua kwamba umeanguka, nini unapaswa kufanya? Ni kuomba toba na kuacha dhambi hiyo ambayo imekufanya uanguke, na kumwomba Mungu rehema na kuomba neema ya Mungu iweze kukubeba ili usiweze kuanguka tena, ili uweze kusimama katika maisha ya haki, ili uweze kuwa mrithi wa haki hizo ambazo tumehakikishiwa na Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Basi asubuhi ya leo, wapenzi, ninapomalizia neno letu la leo, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo ameliachilia kwa watu wake asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa Mungu Baba, asante kwa Yesu Kristo kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana umeliachilia ndani ya watu wako. Neno hili likaende kuwa nguvu, likaende kubadilisha maisha ya kila mmoja aliyeko kwenye makutano haya asubuhi ya leo. Na watu wako wa Yesu, ukawaguse mioyoni mwao, kawaguse kwenye nafsi zao, wakabadilike na wakaamue kuishi maisha ya haki, ili waweze kukupendeza wewe Mungu, na waweze kuyaishi maisha yale ambayo ni agizo lako kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ulimtoa msalabani kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine. Katika jina la Yesu Kristo Baba tunaomba na kushukuru. Amen.